Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, waligani mwana familia wetu wa Top 5 Media. Ni time nyingine poa tunajoin hapa pamoja kuweza kuhabarishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kujili mezani kwetu muda huu hapa. Na kubwa kuliko tunatua pale kwenye mitaa ya Yanga Sports Club kuangazia yale yote kimichezo ambayo yanazidi kuhappen ndani ya timu hiyo ya Yanga. Kama ninavyofahamu, klabu ya Yanga ametoka kucheza mchezo wao wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya timu ya Simba Sports Club, na kwenye mchezo ule tuliweza kushuhudia beki wakati Dickson Jobu akiweza kupata majeraha na kufanya shindwe kuweza kuendelea na mchezo, na nafasi yake ikichukuliwa na mchezaji Bakari Nondo Mwamnyeto. Innocent Loemba, mchezaji wa timu ya Simba Sports Club, ndiye aliweza kumchezea lafu ambayo ilipelekea mpaka mchezaji huyo Dickson Jobu kuweza kutoka nje ya uwanja na kushindwa kabisa kumaliza dakika 90. Sasa unaambiwa hali ya mchezaji huyu Dickson Jobu mpaka sasa hivi imezidi kuwa mbaya, na namna ambavyo jeraha lake lilivyo kiukweli inaumiza kichwa kweli wa viongozi wa timu hiyo ya Yanga Sports Club. Ukiangalia namna ambavyo mchezaji huyu jinsi alivyokuwa tegemezi ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga, lazima uongozi wa klabu ya Yanga lakini pia kocha mkuu wa klabu hiyo ya Yanga Bwana Pedro kuumiza kichwa ni jambo la muhimu. Sasa ukitaka kufahamu hali ambayo mchezaji huyo Dickson Jobu yuko nayo sasa hivi au anayoendelea nayo sasa hivi mara baada ya kuweza kupata jeraha kwenye mchezo wa Kariakoo Derby ulioweza kufanyika pale visiwani Zanzibar, machi moja dhidi ya timu ya Simba Sports Club, na mchezo ukitapatika kwa sare ya kuto kufungana. Nikusi uendelee kusalia nasi hapa Top 5 Media ili uweze kuwa mdau wetu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo. Kwa kufanya hivyo, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu na kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Vyote kwa pamoja vitakusaidia wewe mdau wetu wa michezo kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya hali inayoendelea kwa mchezaji Dickson Jobu, mchezaji tegemezi kweli kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Bwana, inaelezwa kwamba kupitia kocha mkuu wa klabu ya Yanga amethibitisha ya kwamba mchezaji Dickson Jobu ameweza kuumia na majeraha yake yatamfanya aweze kukaa nje ya uwanja kwa takribani miezi miwili, lakini ingawa muda huo unaweza kubadilika kidogo kulingana na maendeleo ya mchezaji huyo Dickson Jobu. Pengine tukashuhudia mchezaji huyo akiwa kurudi uwanjani kabla ya hiyo miezi miwili, au tukitaweza kushuhudia mchezaji huyu akiwa nje ya uwanja miezi miwili na kuendelea. Itategemea na jeraha lake lipoje na hali yake inakuaje mchezaji huyo Dickson Jobu. Na maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana na hiki ambacho nimekujuza sasa hivi kupitia hapa Top 5 Media? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu ili uwe mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakujuza na kukusogezea moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media.